zitakuwa bayana siri. Kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani, matamanio hayo ya kumuingilia mkeo au mke kuingiliwa na mumewe unatakiwa uyadhibiti katika kipindi chote cha mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, kuanzia kuchomoza alfajiri mpaka kuzama jua. Hii ndiyo tafsiri ya neno as-saum, bimaana al-imsak, kujizuilia. Naamini sote kwa pamoja tunaishi ndani ya tafsiri ya neno hilo, na kila mmoja katika sisi toka nia yake alivyolala nayo leo, insha Allah walillahi alhamdu, tupo katika chungu cha pili. Ndugu zangu Waislamu, nini umuhimu wa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Umuhimu, tusiende mbali, twende katika suratul Baqara aya 183, aya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatunadi katika sifa ya imani kwamba sisi tayari tumekwisha kuwa waumini. Hamna katika sisi ambaye hamwamini Mwenyezi Mungu, hamna katika sisi ambaye hawaamini mitume wa Mwenyezi Mungu, hamna katika sisi asiamini malaika, hamna katika sisi asiamini vitabu vyote vya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hamna katika sisi asiamini kwamba kuna siku ya mwisho, hakuna katika sisi asiamini kadari, kwamba kheri na shari vyote vinatoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa baada ya kuwa ndani ya mfumo wa imani, Mwenyezi Mungu Subhanahu akatunadi kwa kutuambia, ya ayyuhalladhina amanu, eni ninyi mliomwamini Mwenyezi Mungu, kutiba alaikumus siyam, mumefaradhishiwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kuufunga. Mwezi huo hamjaanza kufaradhishiwa nyinyi tu ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama mkaona pengine jambo hili kwenu ni geni. Hapana, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa umma wa kabla yenu nyinyi Nabii Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, japo funga ya umma uliopita kabla ya ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallama ilikuwa ni funga inatofautiana na funga yetu hii. Malengo ya kufaradhishiwa saumu ni nini kama walivyofaradhishiwa kabla yetu? La'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah, mtoke mvuke katika daraja ya imani, sasa mwelekee katika daraja ya uchamungu. Saumu inampandisha mja vipi kwenda katika uchamungu? Inamsababishia mja vipi kutoka katika daraja hii ya imani kwenda katika daraja ya uchamungu? Kwa sababu saumu inamtaka mtu el-imsaku ani shay, ajizuilie na vitu vile ambavyo kwake vilikuwa ni halali kufanya, kama vile swala la kula na kunywa ni ruhusa, lakini katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani haturuhusiwi. Lakini swala la matamanio, ambapo ilikuwa ni halali mke na mume kufanya tendo la jimaa, ima asubuhi au alfajiri au jioni au usiku, ni sawasawa tu, lakini katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani utaharibu saumu yako, na hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ukifanya hivyo kuna penalty ameziandaa kwa ajili yako. Ndugu zangu, lakini linalokusudiwa kwanza na zaidi, ili twende katika daraja ya uchamungu, hatutakiwi kufanya yale mambo mabaya yenye kumuudhi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwezi kuwa mcha Mungu kama utakuwa mrongo. Urongo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani hauruhusiwi. Huwezi kuwa mcha Mungu ukawa fitna. Fitna katika mwezi huu, miezi yote hairuhusiwi, lakini katika mwezi wa Ramadhani unaharibu saumu yako. Huwezi kuwa mzushi ukazulia watu mambo ambayo sio, ukasababisha matatizo katika kipindi cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hilo jambo haliwezi kufanywa na mtu ambaye ni mcha Mungu.
huwezi kuiba, huwezi kudhulumu, huwezi kuyafanya haya ukawa wewe una sifa ya uchamungu katika kipindi hiki cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Suila al-Imamu Ali karramallahu wajha wa radhiyallahu anhu, aliulizwa Imam Ali, embu tueleze nini tafsiri ya neno uchamungu. Suila al-Imamu Ali karramallahu wajha ani taqwa, kuhusiana na habari ya uchamungu. Faajab, akajibu kwa kusema uchamungu huwa alkhawfu min aljalil. Kwanza neno na tafsiri ya uchamungu ni kumwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ukiwa wewe unamwogopa Mwenyezi Mungu, utafanya yote yale ambayo Allah anataka uyafanye aliyoamrisha, na wewe utaacha na utakatazika na utaikataza nafsi yako kutotenda yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamuru wewe usiyatende, na Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kwa hapo sasa mantiki yake utakuwa wewe umemwogopa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Huwa alkhawfu min aljalil wal amalu bitanzil, na kufanyia kazi kitabu kitukufu cha Mwenyezi Mungu, yani Qur'an. Yale yote wama atakumur rasulu fakhudhuhu wama nahakum anhu fantahu, yale yote aliyokuja nayo Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam achukueni muyafanyie kazi, na yale yote mliokatazwa ni kuachana nayo. Kitabu cha Mwenyezi Mungu almunazzal, kilichoteremshwa kwa mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wal amalu bitanzil, neno tafsiri cha Mungu wal qanaatu bil qalil, mja anatakiwa akinai na kile kidogo alichokuwa nacho. Acha tamaa, ukadhulumu, ukasema urongo, ukaiba, ukatapeli, ukanyang'anya, utakuwa wewe sio mcha Mungu. Kwa hiyo Ramadhani inakuzuia wewe kutokuwa na mambo haya ya kutotosheka na kidogo alichokupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal qanatu bil qalil wal istidadu liyaumi rahil, na mtu ajiandae na siku namna gani afanye amali hapa duniani, ili hata leo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akimchukua, basi akute kule akhera kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yale yote mazuri mema aliyoyafanya duniani ayakute kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyoeleza Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mazra'atun lil akhirah, dunia ni shamba la akhera. Duniani ndugu zangu tunapanda amali njema kama hivi. Hizi amali kesho tunapoondoka katika dunia, walistidadu liyaumir rahim, kujiandaa mtu na siku ya safari yake ya mwisho, ili ukakute mema yale uliyotanguliza kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutiba alaikumus siyam, mumefaradhishiwa ibada ya funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale wa kabla yenu. Lengo, dhumuni, falsafa, logic, mantiki, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama anavyotuambia Nabii Muhammadin, ittaqillaha haithu ma kunt, mche ndugu yangu Allah, mwogope ndugu yangu Allah mahala popote utakapokuwa, sehemu yoyote ile utakayokuwa. Ittaqillaha haithu ma kunt wa atbi'i sayyi'atal hasanata, fuatisha lile baya ulilolifanya. Wallah, kama ulitenda jambo baya, basi fuatisha lile baya kwa kutenda jema. Tamhuha, ili lile jema utakalolifanya litafuta lile baya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, natangamana, ishi na watu katika maisha tabia iliyokuwa njema. Kila mmoja akusifu kwa uzuri, sio kila mmoja akusimulie kwa ubaya, kwa ufisadi, kwa uongo, kwa wizi, kwa fitna. Kutiba alaikumus siyam, mumefaradhishiwa funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama walivyofaradhishiwa wale wa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim li wa lakum. Qulu jami'a astaghfirullah.